ya msikilizaji kwamba tunakuomba usimame pamoja nasi kufikia malengo yetu ya uratibu ili tuweze kuwa kwenye platform ya FM, na tunahitaji transmitter na station transmitter link. That's the reason that's why every now and then we are coming to you tukisema kwamba support this vision, kwamba tunafika kwenye FM. Na ukifanya hivyo utakuwa umetusaidia sana. Unafanya hivyo kwa njia ipi? Unabaki unatuma pesa yako kwa paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Unaweza fanya hivyo kwa njia moja ama nyingine ambayo namna hiyo unaona kwamba inaweza kuwa ya baraka sana. Ya sasa wakati huu basi tunakuomba simama nasi kwa njia hiyo. Unaweza kutuandikia message, unaweza kuandika ujumbe wote ule, unaweza kutufikia kwa njia ambayo unaweza kutufikia, kwa sababu tunapatikana. Namba za kuweza kuwasiliana nasi kila wakati tunaziweka kwenye majukwaa ambayo tunarushia video zetu kwenye majukwaa ambayo unaweza kutupata. Ya unaweza fanya vile ama uandike barua pepe radio14africa@gmail.com iwapo huko nje ya taifa la Kenya na kadhalika. Sasa hivi tunaelekea kwenye chemsha bongo, ambapo aina ya watu ambao unatakiwa kuwa nao makini. Aina ya watu ambao unatakiwa kuwa nao makini. Aina ya watu unatakiwa kuwa nao makini. Message ni na namna hiyo tu. Entitled. Aina ya watu ambao unatakiwa kuwa nao makini. Hawa ni watu aina gani msikilizaji? Kama wewe ni mmoja wao, unatakiwa kufanya bidii za kubadilika pia. Wewe ikiwa ni mmoja wa watu ambao nataka nikutaje, pia nawe inabidi uweze kuwa na bidii ya kufanya kitu ambacho kinaitwa kubadilika. Watu wa aina hii huwa ni sifa kuu 3. Watu wa namna hii wanabeba sifa kuu 3. Hizo ndio sifa ambazo wako nazo. Huwa wanaona kuwa wewe una wajibu wa kuwasaidia kila wanapokuwa na shida. Wataona kwamba wewe uko na wajibu wa kuweza kuwasaidia wakiwa na shida, na watalia mchana na usiku, hawataondoka malangoni pako hadi wasaidie. Hata wakati ambapo utaeleza kwamba hauna, hata baki ameelewa na aondoke, atakwama pale pale. Kama ni kiti, ni kama amewekwa pale gudi, atakaa kwa hiyo kiti asubuhi hadi jioni akisubiria tu uweze kutamka neno. Hawezi akaamua kuangalia na mtaa wa pili iwapo atapata usaidizi, kwa sababu anaamini kwamba lazima tu ni wewe uweze kumsaidia. Mara nyingi watu hawa wanataka kila wanapokuomba kitu chochote, hata kama ni msaada, lakini huwa kama wanakulazimisha. Hawezi ondoka, atakwama kwa kiti asubuhi hadi jioni. Hadi unataka kwenda kulala bado amekaa anasubiria. Kwenye ofisi, hadi unataka kutoka kwenye ofisi uondoke, yeye tu wako hapo, atoki hadi apate kile alichotaka kupata kutoka kwako. Haezi jua kwamba kweli dunia kuna kupata na kukosa. Hawezi. Kwa sababu anajua lazima una usaidizi utampatia. Hivyo ndivyo akili inamwambia. Ukimwambia hauna, wanaanza kulalamika na kumwambia kila mtu kuwa haujawasaidia. Hii hutokea hata kama umeshawahi kuwasaidia mara nyingi, ila ukashindwa mara moja tu. Hiyo ni issue. Kitu cha pili, huwa wanaamini kuwa kila wakati unatakiwa usitishe vipaumbele vyako ili ushughulikie changamoto zao. Wakikuambia changamoto yao, wanataka uache kila kitu uanze kushughulikia matatizo yao. Ukiwafahamisha umebanwa au huna kitu cha muhimu unakifanya wakati huo, wanaanza kusema hauwajali na uwapendi. Hawako tayari kusikiliza na kujua changamoto unazopitia kwa upande wako. Wanaamini kwamba wewe hauna changamoto. Hata wakati ambapo uko katika dhoruba kubwa sana, hawezi amini kwamba fulani ana changamoto. Wanaona kwamba ako vizuri. Watu hivi anaweza asikutafute kabisa, lakini siku ukimtafuta, basi cha kwanza ni kulaumu. Siku hizi haunitafuti,
wakati hata yeye hajawahi kukutafuta. Wewe ukaanza kumtafuta, utasikia siku hizi hata umenitupa sana. Umenitupa sana. Na wewe ndio umempigia simu. Anaanza kulaumu. Huwa wanaamini wewe ndio una wajibu wa kuwatafuta na sio wao wa kutafute. Kitu cha tatu, huwa wakija kwako wanatumia neno ni azime ama nikopeshe. Badala aseme nimepungukiwa nisaidie, atatumia neno ni azime au nikopeshe. Haizi sema nimepungukiwa nipige jeki, niko down. Anasema ni azime. Na kweli cha kuazima sio cha kuomba. Cha kukopa sio cha kuomba. Cha kukopa lazima urudishe. Hiyo tu lazima urudishe. Cha kuomba hicho hakirudishwi, unapeana kwa hiari. Cha kuazima kinarudishwa, cha kukopa kinarudishwa. Lakini cha kushangaza, ukisha wapa hawajishughulishi kabisa kukulipa, na wanakupa masumbufu mengi sana. Hata unapoonyesha kuwa unahitaji kwa haraka, wao watakuwa wanachukulia poa tu, watakupa masumbufu mengi sana. Lakini hawa ukiwakopesha au ukuazima kitu, huwa wanachukulia kama umewapa na hawaoni wajibu wa kurudisha. Ukiwa mtu wa namna hii, jitahidi wafahamishe ukweli. Ingawa wengi wana tabia ya kususa na kukasirika haraka, ila hamna namna. Na kitu kingine, jitahidi kujiepusha kuwaazima vitu. Afadhali uwapatie kwa kiwango ambacho unaweza. Kwa sababu usaidizi upo. Leo unaweza msaidia mtu, kesho akakusaidia. Hivyo ndivyo ilivyo kanuni ya maisha. Leo unaweza msaidia mtu, kesho hujui utakuwa vipi, pia anaweza kusaidia. Lakini usimkopeshe mtu ambaye unajua vizuri kwamba kukopa kuna kurudisha. Kusaidia ni tofauti, kwa sababu pia yeye kuna kipindi ambacho atakuwa na uwezo, atakuwa maisha yake yamemnyokea, na atakuinua pia na wewe. Je, kuna yeyote unayemfahamu mwenye sifa hizi? Niandikie barua pepe radio14africa@gmail.com. Na hiyo ndio chemsha bongo ya siku ya leo.